naitwa Maureen Mwaimale, ni mtumishi, nafanya kazi katika hifadhi za taifa Tanzania TANAPA. Niko mbele yenu kumwakilisha kamishna mkuu wa hifadhi za taifa TANAPA, ndugu Musa Nasoro Juma Kuji, ambaye alitamani kuwepo mahali hapa lakini kutokana na majukumu mengine akaniagiza nije kumwakilisha kwenye tukio hili muhimu sana. Mwalimu pamoja na mwenyekiti wa bodi, kamishna wa hifadhi wakati anapokea mwaliko huu alipokea ukiwa na hizi changamoto 4. Wakati anapitia aliniagiza kwamba changamoto zote ni za muhimu, lakini tunaendelea kuwahasa wadau mbalimbali wa elimu ili waweze kuchangia na waweze kujitoa kwa ajili ya kutatua changamoto hizi. Serikali inajitahidi kwa nafasi yake kama alivyosema mwakilishi wa mkurugenzi, lakini serikali peke yake haiwezi kukamilisha bila sisi wadau wengine kuwashika mkono. Kwa hiyo ile barua yake ya mwaliko iliambatana na changamoto kubwa ambayo ilikuwa ni maji. Kwa ile taarifa ilionyesha kwamba hii project ili iweze kukamilika itahitaji milioni 63. Kwa hiyo kamishna wa hifadhi aliniagiza kwamba hili swala niwaambie kwamba limeisha, amelichukua. Pia nichukue nafasi hii kuwapongeza wazazi kama wengine walivyosema, wazazi wanajitoa ili wanafunzi wetu wasome pamoja na mazingira magumu ya ufikaji wa mahali hapa ya maji na changamoto mbalimbali ambazo zimetajwa, lakini wazazi wameendelea kujitoa. Kwa hiyo Mungu awabariki. Pia niwapongeze walimu ambao pia wanafanya kazi kwenye mazingira magumu lakini wamejitoa. Walimu ni wito. Wengine wote hapa tuliopo hapa ni product kwa ajili ya walimu ambao wamejitoa bila kuchoka. Kwa hiyo tunategemea kwamba tunapata form 4 ambao ni vichwa, lakini pia ambao wanaenda kusaidia jamii. Tunasaidia jamii kwenye shughuli mbalimbali huko mitaani, tunasaidia jamii kwa kuonyesha tabia njema, mtasaidia jamii kwa kuwa msaada kwenye jamii, kwa kuwamenta hata wadogo zenu ambao wako form 3, form 2 na form 1 na wengine shule ya msingi. Kwa hiyo mimi nachukua fursa hii kuwapongeza na kuambia kwamba maisha sio rahisi kama ambavyo mnafikiri kwamba mkimaliza basi mtalala. Sasa hivi ndio wakati wa kuamka sasa. Kwa majina naitwa Sharon Simon, mwanafunzi wa kidato cha kwanza katika shule ya sekondari Mwandeti. Sisi kama form 1 tumejikita katika biashara, tumetengeneza sabuni kwa mikono yetu wenyewe, tukatengeneza karanga, urembo na makapeti ya chini. Tunajifunza hivi kwa sababu kama tukimaliza form 4 tunajifunza kujiendeleza kivipi kwa kusaidia familia zetu katika kipato kidogo, kusaidia kusomesha wadogo zetu kutoka mtaani, pia kuwasaidia wazazi wetu na kufundisha jamii kwa ujumla. Shule ina jumla ya wanafunzi 1986 ikiwa wavulana ni 793 na wasichana 1193. Kati ya hao wanafunzi 498 wanahitimu leo na wanatarajia kuanza mitihani yao mwanzoni mwa mwezi Novemba 2025. Kwa mwaka 2025, lengo kubwa la shule kwa upande wa O-level ni kupunguza kwa kiasi kikubwa ama kuondoa kabisa daraja la 4. Matarajio yetu makubwa ni kuiweka shule kwenye shule 5 bora kitaifa kwa kuendelea kupata daraja la kwanza tu kwa upande wa A-level. Aidha, mikakati mizito imefanywa na inaendelea kufanyika baina ya walimu pamoja na wanafunzi kuhakikisha kuwa matokeo yetu yataendelea kuheshimisha halmashauri yetu pamoja na mkoa wetu wa Arusha. Tulipata fedha kwa ajili ya ujenzi wa matundu 6 ya choo ambayo nayo yamekamilika na hivi sasa yanatumika. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunawashukuru sana wazazi kwa mpango na mkakati wao wa kila mwaka wa kuibua na kutekeleza jambo moja la maendeleo katika shule hii. Kwa mwaka 2024-2025 wazazi kwa pamoja walikubaliana kujenga kisima cha kuvuna maji ya mvua na kuhifadhia maji chenye uwezo wa kuhifadhi lita 120,000, na kazi hii
imeanza na inaendelea. Tunaushukuru sana uongozi wa halmashauri ya wilaya ya Arusha, wananchi na jumuiya ya Mandate kwa kushirikiana nasi bega kwa bega katika miradi mbalimbali na kuendeleza taaluma hapa shuleni. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio makubwa yanayoonekana katika shule yetu, pia tunakumbana na changamoto mbalimbali katika mchakato mzima wa kutoa elimu kama ifuatavyo. Mosi, hadi sasa shule inakabiliwa na tatizo kubwa la maji. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi wa maji wa Loskito kwa sasa uko tayari na kuna kituo hapa shuleni, lakini maji haya hupatikana kwa muda mfupi kwa juma, jambo ambalo linahitaji kuwa na sehemu kubwa ya kuhifadhia pindi yanapopatikana. Ni ombi letu kwako utusaidie kupata kisima kikubwa cha kuhifadhia maji haya kwa ajili ya matumizi ya kila siku. Kwa majina